ukisubiri wakati sahihi, nikwambie tu kuna kitu kimoja ambacho leo hautopenda kukisikia. Jana katika posti iliyopita tulisema shida sio uwezo, isipokuwa ni hofu ambayo imetukamata na kutufanya tushindwe kuanza kile ambacho tungetamani kukianzisha. Sasa wacha nikwambie ukweli mchungu kidogo. Hakuna perfect time, hakuna wakati sahihi. Na maanisha nini? Hakutakuja siku ambayo utaamka tu na ukajisikia upo tayari 100%. Hakuna siku kama hiyo. Utabaki tu ukisema wacha nijipange kwanza kidogo, wacha nikipata simu nzuri ndo nianze kutengeneza maudhui, wacha kwanza nijiamini ndipo nianze. Lakini kila siku hiyo ambayo unahairisha, ndivyo ambavyo unazidi kujifunza kuhairisha zaidi. Unajifundisha kuto kuanza, na pengine ulikuwa haufahamu. Ni kitu ambacho kinaumiza zaidi. Kitu gani hicho? Wakati wewe ambapo unasubiri wakati sahihi ufike, kuna mtu ambaye pengine hayupo hata katika level ambayo wewe upo, yupo chini, lakini tayari yeye ameanza kuanzia zero na amekuwa akifanya makosa. Pale ambapo anapiga hatua anaonekana hajui, watu wanamcheka, lakini still anaendelea kufanya kile ambacho anakiamini, anaendelea kupiga hatua. Baada ya miezi kadhaa, yule ambaye ameanza tayari atakuwa mbali zaidi kulikoni wewe ambaye bado hujachukua hatua, upo pale pale na plani zako nzuri kichwani bila ya kuchukua hatua na kuanza kuzifanyia kazi. Ukweli ni kwamba wewe unauita wakati sahihi mara nyingi ni hofu ambayo imevaa jina zuri. Unachoita wewe perfect time mara nyingi ni hofu ambayo imevaa jina zuri. Hakuna maandalizi ambayo yatakufanya wewe uwe tayari 100%. Hakuna kitu kama hicho. Kitu pekee kitakachokufanya wewe uwe tayari ni kuanza wakati huu ulionao. Hata kama haujisikii kabisa kuanza, lakini utachukua hatua na kuanza kufanya kile ambacho ungetamani kukifanya na kukitimiza. Nikwambie tu, kila unavyozidi kusubiri ndivyo unavyozidi kujifunza kuto kuchukua hatua. Endelea kufuatilia peji zangu, endelea kuwa karibu na mimi. Tutaendelea kushare maarifa kama haya. Share, repost posti hii wafikie wengi zaidi na wapate ujumbe huu. Like na tuendelee kuwa pamoja. Share maoni yako sehemu ya comment. Tukutane basi siku inofuata tutakapokuja basi kuangalia namna gani utaweza kuishinda hofu hiyo ambayo imekukamata na kushindwa kuanza. Hakikisha unazingatia hilo. Hakuna wakati sahihi 100% wa wewe kuanza. Wakati sahihi ni huu ambao tupo nao sasa. Chukua hatua, anza.